mwandishi kwenye huu wimbo kwamba sijui unavyofanya, sijui utendalo, ila ninachojua kile utakachokiamrisha ninajua kwamba kimekamilika. Asiyejua analolifanya katika mental faculty yetu sisi tuliosoma physics na biology, tuliosoma bookkeeping, na kuna wengine wamesoma procurement and supply. Sijua unasomaje kusupply, lakini katika mental faculty zetu, ile akili ya kawaida inayowaza ya binadamu inakosa namna ya kuapprehend yaliyo ya juu kuliko sehemu tuliopo. Inakosa namna ya kulishikilia lile ambalo liko juu, lile lililoko kwenye ulimwengu mwingine. Tumezoea ulimwengu wa 3D, si ndio? Lakini ziko D nyingi sana. Kuna 4D, 5D, 6D, 7D. Kwa hiyo katika namna yangu niliyojifunza ya kustrategize kwenye business, kuna mahali ambapo sijui itakavyokuwa, but ndani yangu mimi by faith, kwa imani, by faith ninafahamu kwamba chochote anachokiamrisha kimekuwa, by faith. Lakini kwa nje sijui atakavyofanya, but by faith atakachokiamrisha ndivyo kinavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio hata hiyo kitakavyokuwa bado ni mbali sana, bali alichokiamrisha kimekuwa, kwa sababu he is I am. Yeye ni niko. Halo, kwenye Biblia yetu ya Kiswahili tumesema kwamba yeye ni niko ambaye yuko, atakaye kuwepo, si ndio? Sijui sana, sijafuatilia sana kujua, lakini ninajua kwa hakika kwamba yeye ni niko ambaye yuko. He is always. Kwa kama kutatokea kukawepo wakati, atakuwa yupo. Bwana Yesu asifiwe. Na the way anafanya kazi, hafanyi kazi kwamba there is no future kwake. There is always now. There is always present. Kwake yeye alilolisema limekuwa. There's one song ambayo tulikuimba tukasema, ahadi zake kweli. Ile kweli maana yake ni kwamba sio kwamba hadanganyi. Ile kweli maana yake ni kwamba ziko hivyo, akisema zimekwisha kuwa. The distance between kupokea kile ambacho amekifanya na wakati amekifanya huwa ni sisi. Halo, huwa ni sisi, lakini kwake akisema imekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anisaidie na akusaidie kwenye kuweza kuelewa hili. You need to live present. Naomba nirudie hii. Unahitaji kuishi sasa, kuishi leo, kwa sababu he is I am. Yeye ni leo. But by faith, chochote ambacho amekiamrisha kimekuwa. Imani ni nini? Hebu muulize jirani yako, imani ni nini? Amekujibu ni kuamini. Muulize kuamini nini? Kama amekujibu hivyo, kuamini hivyo, basi huyo ndugu yako ni mtu mzuri kwenye social media, kwenye mitandao. Anasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 mstari wa 6, anazungumza, anasema kwamba na kila anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yupo. Halo, hatuendi atakuwepo, no. Lazima aamini kwamba yupo.
alafu ndio anaweza kupata hizo thawabu, si ndio? Atawapa thawabu wale wanaomwendea, wanaomwomba kwa bidii. Mimi nimetoa kichwani, wewe una Biblia, si ndio? Si mko na Biblia? Kama uko na Biblia, Mungu akusaidie sana. Naomba watu wa protocol mnisaidie Jumapili ijayo Biblia za kutosha ziwepo humu ndani. Amen. Sawa Kwa hiyo unasoma. Usiposoma kwenye Biblia yako, shauri yako ndakudanganya. Lakini anazungumza, anasema kwamba na kila anayemwendea Mungu imempasa kuamini kwamba yupo, na kwamba yeye huwapa thawabu wale wanaomtafuta au wanaomtafuta kwa bidii. Sawa Pasipo kuamini hakuna tunachoweza kupokea kutoka kwa Mungu. Sijui kama nikubali hiyo. Pasipo kuamini hakuna tunachoweza kupokea kutoka kwa Mungu. In other language, hata Mungu naomba unisaidie, nasema kidogo ili liko mbali kidogo na Wakristo, naomba unisaidie. Hata existence ya Mungu mara nyingine kwako, na watu wameshaanza kuelewa. Kwa sababu ili kitu kiweze kuwepo lazima uone effect ya kile ambacho kipo, si ndio? Kwa mara nyingine hata uwepo wa Mungu kwako unaendana na imani. Kama haukuamini kwamba yupo, hayupo. Bwana asifiwe. Kwa msiwe mnawalaumu na kuwamind watu wanaosema Mungu hayupo. Hawaamini kama yupo. And therefore kwenye maisha yao, yes, wanakutana na mambo ambayo yeye Mungu alishayafanya, ni provision. Anasema mimi ni Mungu ndiye nyeshia mvua wenye haki na wasiokuwa na haki. Lakini ways za kudictate na mbingu hawawezi wakaimuvuzisha mbingu, kama hicho nacho ni Kiingereza sahihi. Kwa nini? Kwa sababu hawaamini kwamba yupo. Ili kuitumia nguvu ya Mungu lazima uamini kwamba Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Imani ni lugha ya kiroho. Halo. Leo Mungu anisaidie ni twende tu vizuri. Mungu anisaidie nisiongee sana, lakini tuweze kuelewana. Ukirudi nyuma kwenye mstari wa kwanza, sura hiyo ya 11, nadhani hapo ndo tunapata definition. Hebu naomba kama msomaji ana mic anisaidie kusoma sura hiyo ya 11 mstari wa kwanza. Imeandikwa, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hauna translation nyingine? Kwenye neno nasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na udhahiri wa mambo yasiyoonekana. Okay. Biblia ya Habari Njema inasema, kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia, kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Amen. Asante. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa, bayana ya mambo yasiyoonekana, si ndio? Na kwenye ile translation ya neno yeye ametumia, amesema kuwa na uhakika. Kuna neno jingine hebada uhakika, kuna neno amelitumia hapo, thabiti, si ndio? Uthabiti. Sawa Imani Mungu tusaidie. Sio issue ya kidini. Anapozungumza hapo anazungumza sema imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa. Lakini nataka unotice hii, bayana ya mambo yasiyoonekana. Nataka tukae hapo kwenye mambo yasiyoonekana, kwa sababu faith isipoeleweka vizuri, imani isipoeleweka vizuri kwamba ni nini, mara nyingi watu wengi wanaosemekana ni watu wenye imani huwa wanakuwa ni wajinga. Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya wajinga na wajinga. Yaani ukiwa hivyo wewe ni umezidi kabisa.
kwa sababu ya kudhani kwamba imani ni kukaa mkao fulani, ama imani tumesoma pa maandiko hivyo, kwa tunatakiwa tufatishe hapo ndo tunakuwa wenye imani. Lakini nataka uone hapa anazungumza, nasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Uthibitisho nini? Hilo neno natumia neno gani? Ametumia neno zuri hapo. Yes, uthabiti wa mambo tunayoyatarajia. Mambo yasiyoonekana ni mambo ya kiroho. Ndio maana nikasema imani ni lugha ya kiroho. Mambo yasiyoonekana anazungumzia ulimwengu wa roho. Sawa? Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu imani, tunayazungumza maisha mengine kabisa yaliyoko katika sehemu isiyoonekana. Haleluya. Amen. Mimi ninamwamini Mungu. Ni nini evidence ya statement yangu ya kwamba ninamwamini Mungu? Kwa sababu tukishaanza kuzungumzia faith, tunazungumza mambo ambayo mtu wa pili hayawezi kuyathibitisha kwa sababu hayako hapo. But anaposema bayana, anaposema uthibitisho, things to come, manake ni kwamba ni evidence. Kuna mwendelezo wa kile tunachokiona ndani yetu sisi, kwamba kile ninachokiona nikifanikiwa kukiapprehend kikawa kweli kwangu, nikakiamini beyond reasonable doubt kwamba kiko hivyo, nikakiona hivyo, then hiyo inaweza ikaitwa imani. Kwa nini mara nyingi unakuta kwamba tendo la imani ni kuchukua hatua kabla havijaonekana? Kwa sababu imani ni katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anatoka kumshukuru Mungu kwa sababu ya maendeleo ya kazi yake, lakini ile kazi yake tunapoitazama haijawa na maendeleo bado. Hapa huwa kuna kuwaga na watu wawili. Kuna mtu ambaye amekuwa sensitized na maneno ya mtumishi, sababu watumishi na sisi, Mungu atusaidie, tunaongea vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo anaona kwamba nikishafanya maombi haya, wacha nipeleke sadaka ya shukrani kwamba Bwana amefanya. Anaona kulingana na tulivyokuwa tunasema. Halo? Bwana asifiwe. Amen. Ili kanisa we learn to become. Pastor alitufundisha. Kwa tumemaliza maombi haya ya mfungo, ninabeba sadaka yangu ya shukrani. Kwa sababu tumemaliza maombi, na mshukuru Mungu kwa imani kwamba Mungu amefanya. Hiyo ni level ya kwanza, ambayo matokeo yake inategemeana na kudra za Mwenyezi Mungu. But kuna ile level ya wewe kuwa na hakika, yaani ninalifanya jambo hili kwa sababu ninajua kwamba Mungu tumeshamalizana naye kwenye hili, amekwisha kuamrisha hili jambo limekuwa. Faith lazima uwe na hakika. Sasa yule mwenye hakika atakapochukua hatua anayoenda kufanya jambo ambalo bado halijaonekana, tunasema hatua ya imani. Sio kwa sababu unategea uone kwamba pengine utagongana na kanuni za kimungu, hilo na lenyewe huwa lipo, lakini kwa ninyi ambao Mungu amewapa neema ya kujifunza, tunajifunza ili kuwa kile halisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu anayemwendea Mungu imempasa awe na hakika kwamba anayemwendea yupo. Hatuombi tu kwa Mungu huko asiyejulikana, kwa Mungu yoyote, kwa sababu tumezaliwa kwenye dini na tunajua Bwana hapa anayeweza mambo yote ni Mungu. Halo? Mara nyingine pastor, huwa tunaomba kwa sababu sasa hakuna mwingine zaidi ya Mungu, si ndio? Na hata tukiwa na kanyimbo hakuna kama wewe, yani unafika mahali unakaimba kwa hisia, kwa sababu umeangalia mjomba yako kakufelisha, umeangalia sijui rafiki yako gani kakufelisha, umekuja kwa mchungaji umemkuta naye ana stress zake, naye kakufelisha. Unabakia tu, Jehova ni wewe, wewe peke yako Baba.
kwa sababu umefeli kila mahali. Kwa hiyo amebakia tu yeye, but you are not sure of him. Kwa sababu ukianza kuwa na hakika na yeye, utakuja kugundua kwamba yuko ndani yako. Utagundua kwamba yeye sio sehemu yako, bali wewe ni sehemu yake. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba neno lako ni neno lake. Ngoja nikwambie, hatua ya kuweza kusema kwamba neno langu ni neno la Mungu ni hatua ya kumfahamu, kwa sababu nimekwisha kujua kwamba mimi na yeye tu umoja. Nikisema amesema. That level of knowledge ndio unasikia anasema kwamba huwapa wale wote wanaomtafuta kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama yanakuelea haya. Kitu chochote kikiwa halisi kwako, kitu chochote kikiwa halisi kwako, ndio imani. Umeamini katika hicho. Halo? Hapa lazima nataka uelewe kitu kimoja. Kitu chochote kikiwa halisi kwako, maana yake umeamini katika hicho, na kitu hicho kitakuwa sawasawa na ulivyoona. Kwa hiyo hata kulogwa kukiwa halisi kwako, utalogeka, mtumishi wa Mungu. Sijui niseme katika jina la Yesu. Halo? Yes. No, kuna kitu nakizungumza hapa. Kuna mahali Bwana anakusudia uvuke. Unalogeka kabisa, afu aliyekuloga hata darasa 7 hajafika. Wewe una PhD yako, sio una masters yako, unamtumikia Bwana sijui wapi huko, wanaloga. Unalogeka kabisa. Kwa nini? Sio kwa sababu wana nguvu kuliko Mungu aliyoko ndani yako, hamna. Wanaloga kwa sababu Mungu wewe umeruhusu ulogeke, na umeruhusu kwa kuona kwamba inawezekana. Na ndio maana hata walogaji wenyewe wao wanafanyaga vitimbwi kwanza. Si unajuaga utakuta kuna ilizi nyumbani kwako au mlangoni pale, asubuhi ukiamka ukiikuta tu katika jina, wewe tayari, yani wewe lazima tu uje tu tukufanyie maombi. Yani ukishaona unaanza kupanic kwa kile ulichokiona, na naomba nasema maneno haya usijisikie vibaya, lakini ile la kutaarifu state ulionayo, uko sehemu gani. But having faith with God, mojawapo ya kuwa na imani na Mungu ni kuamini kwamba wewe na Baba ni wamoja. Kwa hiyo anayekuja kwangu kwa njia za kiroho kwa namna nyingine, amekuja tu kwa njia za kiroho kwa namna nyingine. Unless ameongea na mimi niweze kumsaidia shida yake, siwezi nikamsaidia hicho anachohangaika nacho. Kwa hata kuloga pia siwezi nikamsaidia kuniloga. Halo? Amen. Ukiamini kwamba sanamu inaweza ikakusaidia, ama sanamu inaweza kuwa hai, ile sanamu inakuwa hai. Kuna watu wanaabudu sanamu, nyinyi mnadhani zile sanamu zimekufa. Zile sanamu ziko hai. Kwa nini? Kwa sababu ameamini kwamba hii sanamu inaweza kuwa hai, hii sanamu inaweza kunisaidia. The only issue ni kwamba ile sanamu iko hai kwake. Halo? Iko hai kwake. Na kwa sababu haikupewa uhai na Mungu, haina uwezo wa kufanya kitu chochote extraordinary. Mara nyingi ile sanamu huwa inamla yeye, kwa sababu yeye ndio Mungu wake. Kwamba sanamu zitakuwa na uhai, yes, but the issue ni kwamba zitakuwa zinakukula wewe. Ndio maana watu wote ambao mnawafahamu, labda leo niwape hiyo kodi muelewe, watu wote ambao mnawafahamu wanaotumia ndumba kwenye mambo yao, huwa mwisho wa siku sinakulaga kwao. Unakuwa tajiri, alafu unakuja siku moja unakufa, si ndio eh? Au watoto wanaanza kufa, au unafika nyumbani kwa mtu unakuta na watoto, sina maana mbaya kusema hii, lakini kiingia unasema
Watoto wamezaliwa vizuri tu, lakini anawageuza taira mmoja baada ya mwingine ili kusustain anachokifanya. Anayewageuza sio yeye, ni ile sanamu aliyoitengeneza, kwa sababu inahitaji kushiba na kula kutoka kwa Mungu wake ambaye ni wewe mwenyewe. Katika maisha yetu by faith without knowing, kwa sababu ninapozungumza faith, ndugu zangu, sizungumzi jambo la kidini la kanisani. Imani sio jambo la kidini la kanisani. Ndio maana kwa imani mtu yoyote anaweza akafanya chochote kwa imani. Sizungumzi imani katika Kristo. Halo? Imani katika Kristo nitaizungumzia kwenye kipindi kinachokuja. Naizungumzia tu imani kama imani, ule uwezo wa kuwa na hakika na kitu, aidha kwa hofu ama kwa kujua. Kwa sababu unaweza ukapanikishwa na mazingira hadi ukawa na hakika kwamba mimi ni maskini. Hamjawahi kuona kuna watu kwa sababu ya elimu ulionayo ama kwa sababu ya familia ulikotoka ama nini, mtu anajua tu kwamba mimi ni maskini. Nilikuwa naangalia ka clip ka jamaa mmoja hivi nampenda lakini simpendi. Yaani wale ndugu zetu wale wachuga, alikuwa na discuss jambo fulani alafu akaishia akasema tu tutakuwa mafukara. Aliangalia mazingira ya vitu vilivyo, sio alikuwa anafanya mtihani something, akaulizwa kitu ambacho haji kukitumia kwenye maisha yake yote, kiambishi. Kielezee kiambishi na utunge sentensi 3 ukikionyesha kiambishi. Sasa akasema hii nitaitumia wapi? Akasema sasa kwa namna hii tutatoboa kwenye haya maisha. Akasema yani tutakuwa mafukara. Kwa sababu ameangalia situation iliyoko karibu naye, haoni namna gani unakuwa tajiri kwa kufundishwa kiambishi. Which is true kwa walimu mlioko hapa, Mungu awasaidie sana. Tunafundishwa mzizi na vitu gani. Anyway, labda vina sehemu yake. Mzee Sisha, wewe kuna mahali mzizi umekusaidia kutengeneza hela? Yaani kwamba hapa ukaingia hapa hii dili naingia kwa kunyumbulisha mzizi na kina sio kiima na kiarifu. Kivumishi. Asijui, lakini nisiwe na maana mbaya kwa malinguistic ambao mko humu ndani, sawa But huyu mtu aliangalia mazingira yake akaconclude kwamba tutakuja kuwa mafukara sana. Kwa sababu wengine wanajifunza kutengeneza maroboti, wengine wanajifunza AI si kufanya vitu gani. Wewe umekomalia kiambishi au kiima na kiarifu. Sasa kiima na kiarifu hakiwezi hata siku moja kikakutengenezea, sijui, lakini I don't know, labda nisiviandame sana hivi viima na viarifu, sawa okay, mzee Sisha amenisaidia. Kwa hiyo tumefunga hili somo tusivimind sana kiima na kiarifu, kwa sababu inasaidia, anasema unakuwa dalali. Kwa hiyo madalali, what am I trying to say ni kwamba circumstance kwenye maisha yako, yale mambo yanayokuzunguka ama mazingira ambayo yanakuzunguka, yana namna fulani yanaweza yakazungumza na wewe ukaamini kwamba ndivyo ulivyo. Wengi mlioko hapa mpo vile mlivyo kwa sababu ndivyo mlivyoamini. No, tunasaidiana, si ndio? Yaani hatua mimi nimewahi kuwa nafanya vitu vyangu fulani hivi, and then I had 2 options. Option ya kwanza ya kuandika billion, option ya pili ya kuandika millions. Nikaiangalia ile ya billions nikaona hii kama nitakuwa najikweza hivi, na Biblia yenyewe imesema jamani tusijinani, si ndio? Haujawahi kujikuta kwenye maisha yako kuna vitu unadhani kama it is too good to be true? Halo, naomba nizungumza na mtu ndani. Hakuna mazingira kwenye maisha yako hata yakitokea ama yakiwa presented kwako unaona kama it is too good to be true. Haitawezekana ikawa hivyo, yani hivyo tu kirahisi hivyo. So you live according to your own limitations. Mungu
hana alichokumaindi nacho, ila unaishi wewe mwenyewe kulingana na limitations au mipaka uliojiwekea, kwa sababu umeamini kwamba mimi mpaka wangu ni huu. Lakini zama hizi Mungu anatafuta watu watakaomwamini yeye na kumwangalia. Ikiwa yeye hana mipaka, basi mimi sina mipaka. Ikiwa hakuna, tunaimbaga hapa, hakuna usiloweza. Kama hakuna asiloweza, Mungu anatazama mtu anayeweza kuangalia kwa levo yake kwamba hakuna asiloliweza, hakuna asiloliweza, hakuna nisiloliweza. Anayetazama kutokea kwenye position yake, kwa sababu anamwamini yeye na yeye yuko ndani yake. Faith, imani sio kwa ajili ya kutetea makanisa yetu au kutetea doctrines zetu au kutetea, no. Faith is life. Yes. Kwa sababu tunayo maisha katika mwili na tuna maisha katika roho. Maisha katika roho tunayaishi kwa imani, kwa sababu ni kule havionekani. Yes. Sasa watu wengi mnadhani kwamba ningepewa imani kama ya Apostle Dani. No, una imani kuliko ya Apostle Dani. Sema umekuwa unaamini nini? Halo? Geukia jirani yako mwambie unaamini nini? Whatever inayokuwa presented kwako, listen, hata katika neno la Mungu, there are times we tend not to believe it. Kuna nyakati hatuliamini neno la Mungu. No, mimi na wewe, kuna nyakati hatuliamini neno la Mungu, kwa sababu mara nyingine ni ngumu sana kukaa kimya pale ambapo mambo yamechemka. Na mambo yamechemka, anakuambia kaa kimya, subiri uone mkono wa Bwana. No, mimi naomba nizungumze na watu wanaoishi wenye mwili ambao wananielewa. Kuna nyakati ambazo issues in your life zinakuvuruga ama zinaamka, zinatembea nawe mpaka unahangaika kila mahali, unashika kila tawi. But yeye anataka katika wakati ule unyamaze kimya ili akupiganie. Ndugu zangu, ninawaambia kitu ambacho Mungu amenipa kukionja. Nikiwa ninapita kwenye wakati ambao ni mgumu na ninatazamwa na kila mtu kuleta majibu. Kila mtu. Nakumbuka Pastor Henry akanitumia message akaniambia kwamba baba amesema atashughulikia hilo issue mwenyewe. It is not easy. Lazima kwanza iwe unamjua huyo baba. Halo? Natamani kama ungenielewa nachokizungumza leo. Lazima uwe unamjua huyo baba to be able kukubaliana na maelekezo yake. Wakati aliponiandikia ile message, that was the end ya worry zote nilizokuwa nazo. Kumbuka namwamini Mungu, lakini situations nilikutana nazo nikawa sikumbuki vizuri. Hata kujinsi yangu nabidi nimuulize mke wangu, hivi wewe ndo mke mimi ndo mume? Wengi hapa mjawahi kufika hapo, na Bwana asikupe kufika hapo, sawa? That day niliondoka nikaenda hivyo, sawa na hilo neno. Nilikuwa na mipango, actually nilikuwa ninakwenda kumuona mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuneutralize yale ambayo nilikuwa ninayapitia. Ile safari ikaishia pale kwenye ile message nilipoipokea, kwa sababu then nikajua kumbe mwamba. Nikasema sawa. Kwa ajili ya wengine ambao nilikuwa nao wasioamini, ilibidi tu tuwaambie hebu tulipe muda hili jambo. Ushakutana na watu wanakuambia hebu tulipe muda hili jambo. Kuna watu wana hekima, ukimsikia anakuambia hebu tulipe muda hili jambo, muamini. Anajua kodi ambazo huzijui, anajua maeneo ambayo wewe huyajui.
Kubali tu kuwa na huo muda na yeye atakapokuambia kwamba hebu tulipe jambo hili muda. And then God did exactly as he said. Hallelujah. Kuna mambo kwenye maisha yetu ambayo shetani hausiki. Halo? Kuna mambo kwenye maisha ambayo shetani hausiki hata kidogo. Ninajua ungetamani niseme hapa adui amejiinua, lakini mara nyingine sio adui, ni fear ilikupelekea kuamini hilo, huo mlima ukainuka kwako. Mungu anataka mchana wa leo uanze kuya correct na kuya program maisha yako vile ilivyo sahihi. Anazungumza hapa, anasemaje? Hebu nisomee ule mstari wa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia. Jamani, ninyi ninawafundisha kama watu wa advance, sawa eh? Kwa mwe mnaenda. Imani chanzo chake ni kusikia. Hapo mmelizia amesemaje? Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Je, ukisikia habari nyingine, si unaweza ukaamini ambazo sio za Kristo? Ukiamini, imani imekuwa. Habari tunazozipokea leo, lacheni niwaambie kitu. Habari tunazozipokea nyingi zimelengwa kuleta imani ndani yako. Ndio maana ninyi hamshangai kwa nini kwenye taarifa za habari hakunaga habari nzuri hata moja. Hata habari za michezo, pamoja na kwamba kuna aliyefunga, lakini hebu sikia wanavyozungumziaga yule aliyefungwa, ndio anaongelea vizuri. Wanatumia amepigwa, amekandamizwa, wanatumia maneno fulani, kwa sababu bad news always ndio inaonekana kama news. Lakini huu ulikuwa ni utaratibu wa watu fulani makusudi kutengeneza imani kwa watu. Taifa ama bara la Afrika ni bara maskini kuliko mabara yote duniani. Hiyo ni habari. Wako watu wakayaamini hayo, wakaendelea kuyahubiri na kuyafundisha mashuleni kwao kwamba bara la Afrika ndio bara maskini kuliko mabara yote. Nazungumzia imani. Nini kinaendelea sasa hivi Afrika? Je, Afrika haionekani kwenye vichwa vya wengi kana kwamba ndio nchi maskini, ndo bara maskini? Si tuna watu hapa wanakimbia Afrika kwenda Ulaya, si ndio? But how many companies ambazo zina sustain economy ya mataifa yao huko nje, ambazo zina flee kuja huku kwa ajili ya resources? Because every government ili iweze kuwa na nguvu, it must have gold reserve, si ndio? Ufundisha uchumi sasa. Mara nyingi muda mrefu sana uchumi umekuwa unaonekana huko banked against dollar, si ndio? Lakini ule nao ulikuwa ni ujanja wa watu fulani, kwa sababu ukiwa banked against something which is not real, yule mwenye hicho ana uwezo wa kucontrol everything. Sawa sawa. Anaweza akachukua gold za bilioni 1 kwako ambazo ni true wealth, alafu yaka print makaratasi ya bilioni 1 ambayo inaweza ikamgharimu labda dola 500 au dola 1000. Wewe ukawa umempa thamani ya kweli, alafu umechukua makaratasi ambayo hayana thamani yoyote, si ndio? So huo nao ulikuwa ni ujanja. But ukweli wa mwisho, the ultimate truth, ni kwamba wealth ama thamani, it has to be against something ambayo ina thamani. And for this matter is gold na hivi vitu vingine vyenye thamani.
by saying that, wanaosema wana gold reserve labda tani sijui 1000 ngapi ambayo wameitoa Afrika, na Afrika ambako imetoka ni nani ambaye ni tajiri? No, nazungumza na nyie bana, acheni mambo yenu hayo. Najua mnapenda sana uzungu, mambo yenu ya kizunguzungu na wazungu. Tuongee ukweli. Nani tajiri? Kwa sababu yeye ana gold deposit aliyoichimba akaiweka kwenye store. Sisi tuna mzigo kwamba pale alipotoa mzigo bado upo, yani upo kiasi kwamba hatuna hata uwezo wa kumalizana nao. Nilikuwa naiangalia ramani ya Tanzania kimadini, nikagundua mfano gold peke yake iko nchi nzima kasoro hapa Dar es Salaam. Sio Dar es Salaam likosea nini? Lakini ukianza kurudi ukishaitoka tu nje Dar es Salaam, gold ipo sehemu yoyote unayojua wewe. Ni nani maskini kati ya sisi wenye nacho na wanaokuja kutafuta? Mwogopa kusema, si ndio? Halo? Kwa hiyo matokeo ni kweli. Na unaogopa pia. Nani amna wazungu, usiogope. Kwa hiyo walichofanikiwa ni kutuletea habari ya umaskini, alafu sisi tukaamini habari ya umaskini, and then wao wakatuongezea na neno misaada, wakaanza kutupa na misaada. Tulipoanza kuipokea misaada yao, tukawa maskini, kwa sababu umaskini wetu haupo kwenye kukosa vitu. Umaskini wetu upo kichwani. Leo hii tunadharauliana wa Afrika kwa sababu tumekwisha kufanikiwa kuamini kwamba mzungu ni superior kuliko Mwafrika. Lakini wao ukiwafuatilia, wamefundisha watoto wao tangu wakiwa shule kwamba sisi ndio tuko juu, alafu mweusi yuko chini, ili wanapokuwa waendeleze hilo, pamoja na kwamba ni uongo. Lakini wanaotawaliwa watazidi kutawaliwa kwa sababu wameendelea kuwaamini wanaowatawala. Halo? As long as unamwamini anayekutawala, hauwezi kujitawala, mpaka siku kiburi kitakapoingia kujiamini wewe mwenyewe. Nazungumzia imani. Najua nyinyi mnataka niwape imani kuhusu kwenda mbinguni, si ndio? Mbinguni mtaenda, msiwe na haraka sana. Umeamini nini kwenye maisha yako ambacho kimekuwa kweli leo? I once said hapa kwamba nothing is happening to you. Hakuna kinachokutokea wewe, bali kila kitu kinatokana na wewe. You are the cause. Na hii ndio maana, kwa sababu kuna taarifa uliiamini ikakupa kuwa vile ulivyo. Kuna mtu alikuambia wewe ni mzuri, ukajiona kwamba ni mzuri na ukaishi hivyo, na sisi tumekuchukulia hivyo kwamba wewe ni mzuri. Lakini kuna mwingine ameambiwa kwamba labda ukifanya hivi ndio utapendeza, na akaamini hivyo, na sisi tunamuona hivyo hivyo. Kwani definition ya uzuri ni nini? Halo? Kuna mtu ambaye ameamini kwamba amefanikiwa, na sisi wote tunamuona amefanikiwa, lakini hakuna mtu anayejua bank balance yake. Ila tukikaaga hapa kanisani tunajua fulani yule yuko vizuri, fulani yuko vizuri. Bwana asifiwe. No, nakupa akili. Halo? Bwana asifiwe. Amen. Wewe ambaye unadhani amefanikiwa, nani aliyekuambia? Ulishawahi kuangalia akaunti yake? Watu wengi mnaojua wamefanikiwa, akaunti zao inawezekana ni ndogo kuliko akaunti yako wewe. Ila wewe haujawahi kukubali kwamba umefanikiwa. Unadhani kwamba nitafanikiwa. Kwa hiyo maombi yako yamekuwa kwamba siku moja nitafanikiwa. Na hiyo siku moja kwa uaminifu wa Mungu haijawahi kufika, kwa sababu future it is something ambayo haipo, si ndio? Halo? Mambo yajayo ni mambo ambayo hayajaja. Habari zijazo hazipo, si ndio? Kwa hiyo ukija kesho zitakuwa zijazo. Future haijawahi kufikaga hata siku moja. So kama nimefanikiwa leo, sio nitafanikiwa. Kama ni tajiri leo, sio nitakuja kuwa tajiri.
Listen, kuna tofauti ya kuwa manifested katika utajiri kwa maana ya mali na kuna kuwa tajiri wewe kwanza, kwa sababu utajiri huwa unaanzia ndani yako kabla haujaenda nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Faith, imani, ni jambo gani kwenye maisha yako ambalo umeliconsent kwamba ni kweli ndivyo lilivyo? Aidha mazingira yamehubiri kwako ama watu wamezungumza kwako ukaliona kwamba ni kweli. Kuna watu wamesema utapata hasara kwenye hii utapata hasara, ukaangalia ulichokifanya ukasema hii itanipiga. Hii itakupiga sio kwa sababu ilikuwa ni destiny kukupiga, no, kwa sababu umeamini hizo habari. But anazungumza katika kumwamini Kristo ambaye ni template yetu, kwamba nikimwamini yeye ambaye ndiye mfano wangu, anachozungumza anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Maana yake ni kwamba sihitaji mtu aniambie, ninatakiwa kujua kwa sababu yeye amesema na nimeamini alichokisema. Kwa hiyo mimi ni nuru ya ulimwengu. Watu hawawashi taa wakaiweka chini ya kiango, wanaiweka ili mulike. Maana yake you will shine. You are shining. Actually, listen to me, una shine. Alichokuzuia ile nuru yako ni wewe mwenyewe. Lakini kama umeliamini neno la Kristo, alichokisema ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. No, nataka niseme ndivyo ilivyo. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anasema nini kukuhusu wewe katika neno lake? Amekudescribe wewe kama nini? Ni nani atakayeamua kuanza kuziamini habari za Mungu na sio habari za wanadamu? Kwa sababu tunakula matunda ya kile tulichoamini. Kwenye kitabu cha Joshua sura ile ya 7 tunaona hawa wafalme, kuna several wafalme wametajwa pale, walisikia habari za Israeli na jinsi ambavyo bahari ilipofunguka wakapita katikati ya bahari. Waliposikia zile habari, Biblia inasema waliposikia mioyo yao ikayeyuka. Lakini sio kwa sababu hawa Waisraeli walikuwa wana uwezo wa kuwapiga ama la, kwa sababu hakuna chochote kilicho confirm hilo. But habari walioisikia, Biblia inasema kwamba mioyo yao ikayeyuka. Kusoma ile sura ya kwanza, mstari wa kwanza wa sura ya 7. No, I think sura ya 5. Yes, sura ya 5. Mstari wa kwanza. Lakini ukienda kwenye sura ya 7 unakuja kuona mioyo ya Waisraeli na yenyewe ikiyeyuka pale ambapo Waisraeli 3,000 wamekwenda kupigana na watu takriban 2,000 mpaka 3,000. Wao wako 3,000, wakauawa 36, mioyo yao ikayeyuka. Kanchi kaliwa kanaitwa Ai, ni kanchi kadogo. But wafalme na walipoyeyuka mioyo walizungumza, wakasema wafalme, wakaanza kuwataja, sio Wajemi, sio watu gani, sio Wajemi, wakawataja. Kuna wafalme pale kwenye ile yes, wakawataja Waamori, sio wanani, akawataja, akamlilia Mungu akimwambia Mungu, hawa watu watatufuta kwenye uso wa nchi. Lakini hao anaodhani watawafuta kwenye uso wa nchi, na wao mioyo yao imekwisha kuyeyuka kwa kusikia habari. Ndugu zangu, nini unasikia na namna gani unasikia matters a lot, kwa sababu hiyo inajenga imani ndani yako, na ile imani ina aidha kuleta majibu kwako ama kukufelisha. Maisha yako ni responsibility yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukasimama pale ulipo. Nimefurahi kumwona Minister Goodluck. Unaomba worship team.
Wakati worship team wanapanda, naomba na Minister Goodluck please. Maisha nilichotumwa kukuambia ni hiki. Mungu amekuamini na maisha yako. Ndio maana ametoa hii nafasi ya wewe kuelewa na kujua kuhusu faith, kuhusu imani. Mara nyingine hata watu wanaotuzunguka huwa wanatuchukulia kulingana na vile sisi tumeamini. Watu hawa bwana, kwenye hili mimi wakilisikia watanidharau sana. It's not about what you did. Kinachowafanya wakudharau sio kile ulichofanya. Kinachofanya wao wadharau ni kwa sababu wewe umeona kwa hakika kwa nilichofanya watanidharau. Na mimi nazungumza na mtu. Unaona nini kuhusu wewe mwenyewe? Unaona nini na yale makusudi Mungu ameweka ndani yako? Imani ni kuwa tuna hakika. Imani ni lugha ya kiroho. Imani ni kuzungumza mambo ambayo hayapo kana kwamba yapo, lakini wewe kuyazungumza kwa kujua ama kutokujua, it does not change ile impact ya imani. Imani itaendelea kusimama na kufanya mambo yawe hivyo hivyo yanavyokuwa, regardless ya jema ama baya, kwa sababu imani, tukae tu hapo, ni kuwa na hakika, ni uthibitisho wa mambo yasiyoonekana. So ninapoona jambo lisilowezekana, ninapolimwa kuliona ndani yangu, that's faith. It doesn't matter kwamba ni jema ama ni baya. Na ndio maana pasipo kuyafahamu haya, imani kwa Kristo Yesu, tutadanganyana. Kristo atabakia kuwa Bwana fulani ambaye hatuna mahusiano naye. But when tunapokuwa sure, tunapoamini kama yeye alivyoamini, kama alivyosema, ndio inaweza kuwa kwetu. Yeye ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, lakini umejua kwamba sio Mwokozi wa kila mtu, ila ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu wote. Wokovu tunaanza kurealize tunavyoamini kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unapoamini kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wokovu unakuwa halisi. Ninapoamini kwamba nimesamehewa, wokovu unakuwa halisi, msamaha unakuwa halisi, lakini alikwisha kutusamehe miaka 2000 iliyopita. Tunaweza kuwa na shida na watu wanaojiita watakatifu hapa duniani kwa sababu sisi wenyewe tumegoma, lakini wale tulioamua kwamba sisi ni watakatifu wa Mungu hapa ulimwenguni kwa sababu yeye amesema, sina ninachoweza kubadilisha, amesema kwamba yeye, mimi ni mtakatifu kwa sababu alini predestine tangu mwanzo, akanichagua ili tu aje anifanye kuwa mtakatifu nisiye na mawaa. Ndivyo nilivyo. Haijalishi wewe unaona nini, lakini mimi ndivyo nilivyo. Listen to me. Kuna issues in your life zitaisha pale ambapo wewe utakuwa na hakika ya kwamba neno la Mungu linavyosema ndivyo ulivyo. Wakisema huendi mbele, wewe unasema ninaenda mbele sawa sawa na neno la Bwana. Ndivyo itakavyokuwa kwako. Faith, imani sio katika mazuri tu. Imani zinaaffect maisha yetu katika maeneo mazuri na maeneo mabaya, depending on how you see.
mchana wa leo anatuita tuangalie kama anavyosema. Anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Maneno haya ninayoyasema ni maneno ya Mungu. Ukiamini mchana wa leo, unabadilishwa sawa sawa na ulivyoamini. Wakati ninajiandaa na meseji hii, Roho Mtakatifu aliniambia kitu kwamba there are issues kwenye maisha ya watu ambazo ni wao wenyewe wamezisustain. Whether ni ugonjwa, ni wewe umeusustain kwamba ugonjwa wangu hauna tiba, tatizo langu umeli-own, na kwa sababu hiyo linaishi, kwa sababu umeliona kwamba ni kweli, daktari alichokisema ndivyo kilivyo, na kwa sababu umejiconsent kuwa kweli, hakitasogeza hata mguu. But mchana wa leo una nafasi ya kuona otherwise. Wakati worship team wakiendelea tu kuimba, kumwabudu Mungu, ninatamani kila mmoja kuruhusu reflection ndani yako, na Mungu tu akupe ili ufunuke kwako ule uwezo alioweka, ile potential aliyoweka ndani yako. And then uanze kutazama kama anavyokutazama. Mwambie asante Mungu kwa sababu neno lako nimelisikia na imani hii imeingia ndani yangu, kwamba mimi ni mtu sahihi kwa ile kazi, ni mtu sahihi kwa ile biashara, ni mtu sahihi kwenye haya mahusiano. Milima inatetemeka kwa nani kama sio wewe Bwana Mungu wetu? Tulize milima inatetemeka kwa nani? Fumba macho yako tu pale ulipo. Kama sio wewe Bwana. Ruhusu Roho Mtakatifu Mungu wetu. Ruhusu Roho Mtakatifu akuhudumie. Bahari kuna deliverance iligawanyika kwa neno la nani? Mungu ameikusudia ndani yako. Kama sio wewe Bwana Mungu wetu. Ruhusu tu Roho Mtakatifu, ruhusu Roho Mtakatifu ndani yako. Tulize upepo, unamuabudu nani? Kama sio wewe Bwana Mungu wetu. Tulize milima inatetemeka kwa nani? Kama sio wewe Bwana Mungu wetu. Bahari ya Shamu ilitetemeka kwa neno la nani? Kama sio wewe Bwana Mungu wetu. Oh, Israeli jangwani walivuka kwa nguvu ya nani? Kama sio wewe Bwana Mungu wetu. Tuliza milima inayeyuka kwa neno la nani? Ona uwezo wa Mungu ndani yako. Kama sio wewe Bwana sasa Mungu wetu. Iko nguvu ya Mungu mahali ambapo imani ya Sara ilizalishwa kwa neno la nani? Kama sio wewe Bwana Mungu wetu. So nani kama wewe Bwana? Ona uwezo wa Mungu ndani yako. Kama wewe Bwana
Bwana uweza wa nani kama Bwana wewe Bwana? amenyosha mkono wake, Mungu wetu, amenyosha mkono wake oh, sasa juu yako. nani kama wewe Bwana? This moment. Kama wewe You can take advantage of this moment. You can take nani advantage kama of this moment. Unaweza ukachukua advantage ya hii moment Mungu sasa. wetu, nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana, Kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana? Mungu wetu, kweli nani kama wewe Bwana? Oh, 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 kama wewe, nani kama wewe? Mungu wetu, sema nani kama wewe Bwana? Kama wewe, oh, nani kama wewe? Mungu wetu, kweli nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana, nani kama wewe? Nani kama wewe? Sema nani kama wewe? Nani kama wewe? Hakuna mwingine. There is Nani kama wewe? Nani kama wewe? Mungu wetu, kweli nani kama wewe? Kama wewe, ambao hauwezi kuanguka mbele nani yako. kama wewe? Take it out. Kila kilichosimama mbele yako kina uwezo wa kuanguka. Kweli nani kama Chochote ambacho wewe kimesimama Bwana? mbele yako kina uwezo wa Nani kama kuanguka. wewe Decide today. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Mungu wetu, kweli nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe, nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Mungu wetu, Amua sasa. Hakuna kilichosimama mbele yako ambacho kinaweza kuendelea kusimama. Ukiamua kutokikiona mbele yako kitadisapia. Ule mlima ambao unasimama mbele yako, ukiacha kuuona huo mlima, hautakuwepo huo mlima tena katika jina la Yesu Kristo. Ile aibu ambayo unaitazamia, ile aibu ambayo unaiona kwa sababu umeshindwa kufanikisha mambo fulani, ninakuambia katika jina la Yesu Kristo, usipoiona haitakuwa, kwa sababu hautaipa uhai. Jana wa leo, amua leo. Jana wa leo nataka uamue kutazama katika usahihi. Nataka utazame kama Bwana anavyoangalia. Nataka utazame kama Bwana anavyokutazama. Anakuona kama mshindi, anakuona kama mfalme. Akajiita Bwana wa mabwana kwa sababu yeye ni Bwana, na amekupa wewe kuwa Bwana, na yeye ni Bwana kwa sababu wewe ni Bwana. Anakuwa Bwana wa mabwana. Ndivyo anavyokutazama. Amua kutazama sahihi, amua kuona sahihi, amua kutazama sahihi. Haijalishi ni nini ambacho kimesimama kwenye maisha yako, lakini kama ukitazama sahihi, na itakuwa kwako sawasawa na vile umeona, na itakuwa kwako sawasawa na vile umeona, na itakuwa kwako sawasawa na vile umeona, na itakuwa kwako sawasawa na vile ambavyo umeona. Ninaona afya kweli kwako. nani kama wewe?
Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine zaidi kama wewe Bwana. Nani kama wewe Bwana? Mungu wewe. Nani anaweza kuyaamini maneno haya? Nani kama wewe? Vile vinavyosimama kinyume na nani kama wewe Bwana? Mungu wetu. Unaweza ukakiri maneno hayo. Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Mungu wetu. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Mungu wetu. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Asante kwa sababu ya neno lako kwenye maisha yangu. Siku hata siku unatufundisha kutukuza kuelekea kuwa cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo Bwana wetu. Leo hii nimefahamu imani, nimeijua kwamba ni maisha halisi. Imani is a state of being. Tunafanywa, tunakuwa katika roho. Baba, ninakushukuru kwa sababu kwa elimu hii iko milima ambayo ilisimama mbele yetu, ambayo haitasimama tena, kwa sababu ilisimamishwa na sisi kuiona, na sasa hatuioni mbele yetu. Ndiyo imani tulionayo. Asante kwa sababu Bwana, maisha ya watoto wako yamepewa hatua nyingine ya mbele, kwa sababu Bwana umetupa kuona hivyo. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye huyasema na ataendelea kuyasema maneno haya ndani yetu hata tutakapokamilishwa na kubadilishwa haya kuwa ndio maisha ya kila mmoja wetu. Ninakushukuru Mungu mtakatifu kwa sababu umenipa neema na umewapa watoto wako neema ya kuamua hatima. Umeweka mikononi mwetu na hakuna kitakachosogeza mguu wake pasipo kusikia neno langu kwenye maisha yangu. Hakuna kitakachosogeza mguu katika maisha yako pasipo neno lako. Bwana amekupa neema hiyo mchana wa leo. Bwana amekupa neema hiyo mchana wa leo. Bwana amekupa neema hiyo mchana wa leo. Ishi katika hiyo, katika jina la Yesu. Shangilie Bwana. Haleluya. Bwana amekuita kuwa mkwamuaji wa mikwamo iliyokwama kwenye maisha yako, iliyokwama kwenye familia yako. Amekuita wewe. Bwana amekuita kuanza kuona majibu katika maswali ambayo yalikuwa na majibu kwenye maisha yako, kwenye kanisa, kwenye kazi pale unafanya. Anza kuona sahihi, utakuwa na imani sahihi na itakuwa heri kwako katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie tena Bwana. Asante sana. Thank you so much.